simama. Kama unakunywa vitamini B kwa ajili ya tatizo la kufaganzi, kuwaka moto na maumivu makali yanayochoma kama sindano kwenye miguu yako na bado huoni nafuu yoyote, lazima usikilize maneno haya sasa hivi. Kile nitakachokuambia leo kinaweza kubadilisha maisha yako kabisa. Kampuni kubwa za dawa hazitaki ujue siri hii. Daktari wako huenda hajakwambia hili, na inakugharimu miezi, labda hata miaka ya mateso yasiyo ya lazima na kupoteza pesa zako ambazo ungezitumia kwa wajukuu zako. Je, miguu yako inawaka moto sana usiku kiasi kwamba huwezi hata kuvumilia shuka likuguse? Je, unahisi kama kuna mtu anakuchoma na misumari kwenye vidole vyako vya miguu? Je, miguu yako inakufa ganzi bila sababu yoyote, ikikufanya ushindwe kutembea vizuri au hata kusimama tisti? Kama wewe ni mzee, labda umeambiwa kuwa una tatizo la uharibifu wa neva, na kama umefanya utafiti wowote, umeambiwa unywe vitamini B, hasa vitamini B12, B6 na B1. Umekuwa ukizinywa kwa uaminifu mkubwa kila siku, dawa za bei ghali sana kutoka kwenye maduka ya dawa. Unafanya kila kitu sawa, lakini maumivu yako pale pale, kuwaka moto kunaendelea, ganzi inazidi kusambaa. Kwa nini? Mimi ni daktari wako na nimeona hili likitokea mara nyingi sana. Wazee wetu wanakuja kwangu wakiwa wamekata tamaa kabisa. Wametumia maelfu hata mamilioni ya shilingi kununua virutubisho vya vitamini B. Wamejaribu kila aina ya dawa, lakini bado wanateseka kila usiku. Wanajihisi kusalitiwa na miili yao wenyewe. Na kibaya zaidi, wanahisi hakuna tumaini. Kabla sijafichua kizuizi hiki kilichojificha kinachozuia vitamini B kufanya kazi mwilini mwako, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uweke like kwenye video hii. Ni muhimu sana kufanya hivi ili tuweze kuwafikia wazee wengi zaidi barani Afrika wanaoteseka kimya kimya. Sasa sikiliza kwa makini sana. Baada ya kuelewa kile nitakachokuambia leo, utaacha mara moja kupoteza pesa zako na utaona ni kwa jinsi gani afya yako ya baadaye itaimarika sana ukijiepusha na gharama kubwa za kulazwa hospitalini. Shida sio kwamba vitamini B hazifanyi kazi kwa uharibifu wa neva. Hapana. Shida ni kwamba unakosa kujua kisababishi kilichojificha ambacho kinazuia hizo vitamini B zisifike kwenye neva zako zilizoharibika. Zinazuiwa. Ni kama kumwagia maji kwenye shamba ukitumia bomba lililokunjamana na kuziba. Maji yapo, nguvu ya maji ipo, lakini hakuna maji yanayofika kwenye mimea. Utaendelea kumwaga maji na kupoteza muda wako, lakini mimea itakauka tu. Je, umekuwa ukitumia pesa nyingi sana kununua vitamini B lakini huoni mabadiliko yoyote kwenye mwili wako? Je, unapoteza akiba yako ya uzeeni kwa matibabu yasiyo na majibu? Niandikie kwenye maoni hapa chini. Nataka kusikia kutoka kwako. Wewe ni mtu mzima na mwenye akili. Tuambie uzoefu wako. Hili ni tatizo ambalo tunapaswa kulijadili wazi wazi. Sisi ni jamii ya watu wenye akili wanaotafuta ukweli kuhusu afya zetu. Ikiwa wewe ni mmoja wetu, tafadhali hakikisha umesubscribe sasa hivi ili tuendelee kuwa pamoja katika safari hii ya kulinda afya zetu na pesa zetu. Hebu tuanze na mambo ya msingi kabisa. Neva zako ni kama nyaya za umeme zinazosambaa mwili mzima. Zinabeba mawimbi ya ishara kutoka kwenye ubongo wako kwenda kwenye misuli, zikielekeza kujongea. Zinabeba hisia kutoka kwenye ngozi yako kurudi kwenye ubongo, kukuambia wakati kitu ni cha moto, baridi, kikali au laini. Wakati nyaya hizi zinapoharibika, ndicho tunachokiita uharibifu wa neva za pembezoni. Ishara hizo huvurugika kabisa. Ubongo wako unapokea taarifa za uongo. Ubongo unadanganywa. Unafikiri miguu yako inaungua moto, kumbe hakuna kinachoigusa. Unafikiri sindano zinakuchoma kwenye vidole, wakati wewe umelala tu kitandani kwa amani. Unatuma ganzi ili kulinda na maumivu ambayo kiuhalisia hayapo.
Hili ni mojawapo ya matatizo yanayovunja moyo na kudhoofisha sana ambayo wazee wanakabiliana nayo. Sasa, hapa ndipo vitamini B zinapoingia. Vitamini B, hasa B12, B6 na B1 ni muhimu sana kwa afya ya neva. Sio hiari, sio kwamba inasaidia tu, ni lazima. Vitamini B12 husaidia kudumisha myelin sheath. Huu ni utanda unaolinda nyuzi zako za neva. Fikiria kama lile roba ya waya linalofunika umeme usipige shoti. Bila B12 ya kutosha, utanda huo wa ulinzi unavunjika na kusagika. Neva haziwezi kusafirisha ishara ipasavyo. B6 ni muhimu kabisa kwa uzalishaji wa kemikali zinazoruhusu neva kuwasiliana zenyewe, na B1 ni inahitajika kwa ajili ya kuzalisha ndani ya chembechembe za neva. Bila hiyo, neva zako haziwezi kabisa kuzalisha nguvu zinazohitaji ili kufanya na kurekebisha. Hivyo, kiakili na kiasili, ukiwa na uharibifu wa neva, unapaswa kunywa vitamini B ili kurekebisha. Inaleta maana sana, na kwa baadhi ya watu wachache wengine inafanya kazi vizuri. Wanaanza kutumia virutubisho hivi na ndani ya wiki chache maumivu yanapungua, uwaka moto unasimama na ganzi inaisha. Wanapata maisha yao tena. Lakini kwa idadi kubwa sana ya watu wanaoteseka na maumivu ya neva, hasa wazee barani Afrika ambao miili yao imechoka kwa kazi ngumu za miaka mingi, hakuna kinachotokea. Wiki baada ya wiki wanameza vidonge vyao vya vitamin B kwa uaminifu mkubwa, na hakuna kinachobadilika kabisa. Maumivu yanaendelea kwa kasi, dalili hazipungui hata kidogo, na wanabaki wakijiuliza, je, nimekosea wapi? Je, tatizo langu ni kubwa mno? Je, nimechelewa sana? Je, hakuna tumaini tena? Sikiliza, kufuata ushauri huu ninaokupa leo kutaokoa maisha yako ya baadaye. Badala ya kuendelea kutumia pesa zako za pensheni kununua dawa zisizofanya kazi, utaweza kutumia pesa hizo kujilisha vizuri wewe na wajukuu zako. Utaepuka kulazwa hospitalini kwa sababu ya vidonda vinavyotokana na ganzi miguuni. Utatembea tena bila kutegemea mkongojo, na heshima yako kama mzee itabaki imara. Huu hapa ni ukweli ambao hakuna mtu anayekuelezea. Tatizo sio zile vitamin B zenyewe. Tatizo ni kwamba kuna kizuizi kilichojificha ambacho kinazuia hizo vitamin B zisifike kule zinapotakiwa kwenda. Mpaka urekebishe hicho kizuizi, hata ukinywa magunia ya vitamin B hakuna kitakachobadilika. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo, kizuizi hiki kilichojificha ni nini? Nini kinazuia vitamin B zako zisifanye kazi? Jibu ni hili: mvuvumuko sugu wa mwili mzima ukijumuishwa na upungufu mkubwa wa madini ya magnesium. Na hili ni kubwa sana. Madini ya magnesium ni miongoni mwa madini muhimu kabisa kwenye mwili wako mzima, yakihusika kwenye zaidi ya miitikio ya kikemikali 300 tofauti mwilini. Na hapa kuna kile ambacho karibu hakuna anayekijua. Vitamin B haziwezi kufanya kazi ipasavyo bila magnesium ya kutosha. Mwili wako unahitaji magnesium ili kubadilisha vitamin B kuwa katika fomu zake hai zinazoweza kutumika. Bila magnesium ya kutosha, ambayo zaidi ya 75% ya wazee wana upungufu nayo, mwili wako hauwezi kuwasha hizo vitamin B. Zinakaa tu kwenye mfumo wako wa usagaji chakula. Zinakaa hazifanyi kazi yoyote kwa ukarabati wa neva zako. Ni sawa na kuwa na gari limejaa mafuta, lakini hakuna spark plug. Mafuta yapo, lakini hayawezi kuwaka. Engine haingurumi na wewe huendi kokote. Hii ndiyo sababu vitamin B zako hazifanyi kazi. Hii ndiyo sababu bado uko kwenye maumivu makali kila siku na kupoteza pesa zako ambazo zingesaidia familia yako. Lakini usikate tamaa. Katika mwendelezo wa somo letu, nitaenda kukupa njia 3 zilizo wazi kabisa za kufuata. Na wewe mwenyewe utachagua ni njia ipi inafaa hali yako na maisha yako vizuri zaidi. Sasa hebu nikupe njia 3 zilizo wazi kabisa mbele yako, na wewe mwenyewe utachagua ni njia ipi inafaa hali yako na maisha yako vizuri zaidi. Njia ya kwanza kabisa. Hii ni kwa ajili ya wazee wale ambao wanataka kuacha kabisa kutumia vidonge vya vitamini B na kujaribu mbinu tofauti kabisa ambayo haihitaji kununua dawa za bei ghali zinazomaliza pesa za pensheni. Kama umekuwa ukimeza vitamini B kwa zaidi ya miezi 3 mfululizo, ukiwa na matumaini makubwa lakini hakuna nafuu yoyote, na sasa umechoka kabisa na uko tayari kujaribu kitu kingine, hii ndiyo njia yako. Hapa kuna kile utafanya. Badala ya kununua vidonge vya vitamini B, kwanza kabisa
Utapata vitamini B zako kupitia chakula cha asili badala ya vidonge. Hili linakwepa moja kwa moja matatizo mengi sana ya usagaji na ufyonzaji tumboni ambayo huwakabili watu wazima. Vyanzo bora kabisa vya vitamini B12 ni mayai, hasa lile kiini cha yai, samaki wenye mafuta mazuri, na kama unakula nyama, maini ya ng'ombe ndicho chanzo kilichosheheni zaidi duniani. Vipande vichache tu vya maini, aunsi 4 pekee mara moja kwa wiki, vinakupa vitamini B12 nyingi kuliko kumeza vidonge kwa mwezi mzima. Fikiria jambo hilo. Kwa vitamini B6, kula dengu, viazi vilivyopikwa na maganda yake, ndizi na nyama ya kifua cha kuku. Kwa vitamini B1, kula mbegu za alizeti, maharagwe meusi na mchele wa kahawia ambao haujakobolewa na kutolewa virutubisho vyake. Ukila vyakula hivi pamoja na mafuta mazuri kama ya parachichi au mafuta ya maizeituni, unaongeza uwezo wa mwili kufyonza vitamini hizi kwa kiasi kikubwa sana. Pili, ni lazima urekebishe ule upungufu wako wa madini ya magnesium, na hapa utafanya hivyo bila kutumia vidonge. Vyanzo vyenye utajiri mkubwa vya magnesium ni mbegu za maboga. Kijanja kimoja tu cha mbegu za maboga kinakupa karibu nusu ya mahitaji yako yote ya siku. Mboga za majani zenye rangi ya kijani iliyokolea kama mchicha na lozi. Kula kijanja kimoja cha mbegu za maboga kila siku. Hili pekee linaweza kubadilisha kabisa hali yako ya magnesium ndani ya wiki chache tu. Sisi kama jamii ya wazee wenye hekima na watu wazima wanaotafuta ukweli, tunapaswa kuungana na kujulishana mambo haya muhimu. Kama bado hujajiunga na familia yetu hii ya watu wanaojali afya zao kwa kutumia akili na taarifa sahihi, tafadhali hakikisha umebonyeza kitufe cha kujiunga na kuwa sehemu ya chaneli yetu sasa. Tunajenga jamii imara inayojali afya ya uzeni, tukishirikishana siri ambazo wengine hawataki tuzijue. Kuwa mmoja wetu leo. 3. Tumia njia ya bure kabisa kupunguza maumivu ya neva mara moja. Hii ni mbinu ya kale inayoitwa tiba ya kubadilisha maji. Inafanya kazi kwa kulazimisha mzunguko wa damu kuingia kwa nguvu kwenye neva zako zilizoharibika. Jaza beseni moja na maji ya moto sana, kiasi ambacho unaweza kuvumilia bila kuungua. Jaza beseni jingine na maji ya baridi sana. Tumbukiza miguu yako kwenye maji ya moto kwa dakika 3, kisha hamishia haraka kwenye maji ya baridi kwa dakika 1. Rudia mzunguko huu mara 3, na siku zote malizia kwa kuweka miguu kwenye maji ya baridi. Fanya hivi kila usiku kabla ya kulala. Hii inalazimisha damu mpya iliyobeba oksijen na virutubisho kuingia kwenye neva zako, huku ikisafisha uchafu unaosababisha mvumvumo. Ni bure kabisa, haina gharama hata senti moja, na wazee wengi wanafuata ushauri wangu, wanapata nafuu ya maumivu kwa 50% ndani ya wiki 2 tu. 4. Ondoa kabisa makundi matatu ya vyakula vinavyoharibu na kuunguza neva zako kwa kasi sana kuliko kitu chochote kinachoweza kuzikarabati. Kwanza, sukari iliyosafishwa. Hii inaharibu tishu za neva moja kwa moja. Pili, mafuta ya mbegu yanayouzwa madukani kwa bei rahisi. Haya yanachochea moto wa mvuvumuko mwilini mwako. Na 3, vyakula vya unga mweupe kama mikate, mandazi na tambi. Hivi vinapandisha sukari kwenye damu kwa kasi ya hatari. Kata makundi haya matatu kabisa, na uwezo wa asili wa mwili wako kujiponya utaongezeka kwa kasi ya ajabu, bila hata kumeza kidonge kimoja. Je, ulijua kwamba vyakula unavyokula kila siku kwa mazoea, kama mkate mweupe na chai yenye sukari nyingi, ndivyo vinavyochochea moto kwenye neva zako na kukufanya usilale usiku kwa maumivu makali? Niambie kwenye maoni chini, ni chakula gani kati ya hivi umekuwa ukikila sana kila siku bila kujua madhara yake kwenye neva zako? Tuongee kama watu wazima. Niandikie hapo chini, nataka kuona uelewa wako na jinsi unavyopanga kubadilika kuanzia leo. Fikiria jinsi maisha yako ya baadaye yatakavyokuwa ukifuata njia hii. Njia hii ya kwanza, ambayo inategemea chakula pekee, inachukua muda mrefu kidogo kuona matokeo, kawaida wiki 6 hadi 8, lakini ni bure. Inafanya kazi kwa kutibu mzizi wa tatizo badala ya kuongeza tu vidonge vingine. Fikiria jinsi utakavyopunguza gharama za matibabu. Utaokoa pesa zako za uzeeni, hutahitaji tena kutumia akiba yako kwenye matibabu yasiyo na mwisho. Pesa hizo utazitumia kufurahia maisha, kuwanunulia zawadi wajukuu zako, au kufanya mambo yanayokupa furaha.
afya yako itaimarika sana na hatari ya kupata vidonda vya miguu vinavyopelekea kulazwa hospitalini kwa muda mrefu itapungua kabisa. Sasa, hebu tuzungumzie njia ya pili. Hii ni kwa ajili ya wazee ambao wana kipato maalum, kipato cha pensheni au bajeti ngumu sana, ambao hawawezi kumudu kununua virutubisho vingi, lakini bado wanataka matokeo ya haraka zaidi kuliko kutumia njia ya chakula pekee. Kama unaweza kumudu kutumia kiasi kidogo sana cha pesa kwa mwezi, hii ndiyo njia yako sahihi. Hili hapa ni jambo muhimu kabisa unaloweza kufanya. Achana na kumeza vitamini B mara moja. Zima, acha, na badala yake hamishia kila senti uliokuwa ukitumia kununua vitamini B na ununue kirutubisho kimoja tu cha magnesium glycinate. Hiki ndicho kirutubisho kimoja ambacho kinabadilisha kila kitu kwenye maisha yako, kwa sababu bila magnesium hakuna kingine kinachoweza kufanya kazi mwilini mwako hata kidogo. Nunua kopo la magnesium glycinate. Duka lolote la dawa lenye sifa nzuri linaweza kuwa nalo kwa bei nafuu kabisa. Meza miligram 400 kila siku usiku kabla hujalala. Ndani ya wiki moja tu utagundua jambo la kushangaza. Unalala vizuri zaidi, usingizi mnono, kwa sababu magnesium inatuliza sana mfumo wako wa neva uliochoka. Ndani ya wiki 2 utaona lile kuwaka moto na ile ganzi inaanza kupungua taratibu. Ndani ya wiki 4 wazee wengi hupata nafuu ya dalili zao kwa 50% mpaka 70%. Kwa nini hii inafanya kazi vizuri kiasi hiki? Kwa sababu mara tu unapourekebisha ule upungufu wa magnesia uliojificha, mwili wako hatimaye unaweza kutumia zile vitamini B unazopata kutoka kwenye chakula chako cha kawaida unachokula kila siku. Huhitaji dozi kubwa za vidonge vya vitamini B ikiwa mwili wako unaweza kusaga na kuamsha vitamini B zilizopo kwenye chakula cha asili. Magnesium ndiyo ufunguo mkuu unaofungua milango yote iliyokuwa imefungwa na kuzuia uponyaji wako. Pamoja na hiyo magnesium glycinate, fanya ile tiba ya maji ya joto na baridi niliyoelezea kwenye njia ya kwanza. Maji ya joto kwa dakika 3, maji ya baridi kwa dakika 1. Rudia mzunguko huu mara 3 kila usiku bila kukosa, na uondoe sukari, mafuta ya mbegu na unga mweupe kabisa kwenye mlo wako. Mchanganyiko huu, magnesium glycinate jumulisha tiba ya maji jumulisha mabadiliko ya chakula, utagharimu pesa kidogo sana kwa mwezi na utazalisha matokeo ya kushangaza yanayoshindana na dawa za bei mbaya sana ambazo madaktari hukuandikia. Hii ni njia ya pili. Njia ya wazee wanaojali bajeti zao, inayolenga kitu kimoja kinachojalisha kuliko vyote. Fikiria jinsi utakavyojisikia huru katika siku za usoni, ukiwa na maumivu machache, ukitembea kwa uhuru, ukiwa na usingizi mnono usiokatizwa na maumivu usiku, na muhimu zaidi, pesa zako zikiwa mfukoni mwako bila kumtajirisha mtu mwingine. Maisha yako yatabadilika na utarudisha heshima yako kama mzee anayejitambua na kujitegemea. Sasa, hebu tuzungumzie njia ya 3 na ya mwisho. Njia hii ni kwa ajili ya wazee wale ambao wana uwezo kidogo wa kifedha, ambao wanataka kuendelea kutumia vitamin B, lakini wanataka kurekebisha sababu inayofanya zisifanye kazi. Njia hii inahitaji uwekezaji mkubwa kidogo wa pesa kila mwezi, lakini inazalisha matokeo ya haraka sana na yaliyokamilika zaidi. Kama una rasilimali na unataka kupata nafuu ya kiwango cha chau haraka iwezekanavyo, hii ndiyo njia yako pekee. Hatua ya kwanza kabisa, endelea kunywa vitamin B zako, lakini badilisha na uanze kutumia zile fomu zilizo hai ambazo zinakwepa kabisa lile tatizo la ubadilishaji mwilini. Acha kumeza zile vitamin B za kawaida unazonunua kwa mazoea. Badilisha na utafute formula yenye vitamin B12 iliyo hai tayari kufanya kazi. Utaipata kwa jina la kitaalam linaloashiria kuwa ipo tayari kufyonzwa moja kwa moja. Pia tumia vitamin B6 iliyobadilishwa tayari na vitamin B1 maalum inayoyeyuka kwenye mafuta badala ya ile ya kawaida ya maji. Fomu hizi zilizo hai zinafanya kazi hata kama mfumo wa mwili wako wa kuamsha vitamin B umeharibika kutokana na uzee. Zinagharimu pesa kidogo zaidi, lakini zina thamani ya kila senti unayolipa. Hatua ya pili, ongeza lile kopo la magnesium glycinate, miligramu 400 kila usiku kabla ya kulala. Hili halijadiliwi. Hili si la hiari. Ni lazima,
kwa sababu ndiyo inaporuhusu vitamin B zako mpya kufanya kazi na kujenga neva zako zilizochoka. Hatua ya tatu, ongeza kirutubisho maalum kinachoitwa asidi ya alpha lipoic. Meza miligramu 600 kila asubuhi ukiwa na tumbo pupu. Kiondoa sumu hiki chenye nguvu kubwa sana, kinalinda neva zako zisiharibiwe na sumu hatari, huku zile vitamin B zikifanya kazi ya ukarabati kwa amani. Hiki ni ngao yako. Tafiti zinaonyesha kuwa kirutubisho hiki hupunguza maumivu ya neva kwa wastani wa 60% ndani ya wiki 12 tu. Hatua ya 4, ongeza kirutubisho kinachotokana na manjano. Meza miligramu 1000 mara 2 kwa siku, ili kupambana kwa fujo na kuuzima ule moto wa mvumvumvu unaozuia neva zako kupona. Hakikisha unapata aina nzuri inayofyonzwa kwa urahisi, iliyochanganywa na dondoo ya pilipili manga au ile iliyotengenezwa kwa teknolojia ya mafuta. Hii itapunguza uvimbe na maumivu makali yanayokusumbua. Hatua ya 5, meza virutubisho hivi vyote kwa usahihi ili vifyonzwe kwa kiwango cha chao kabisa. Meza vitamin B zako na kile kirutubisho cha manjano wakati unapokula mlo wako mkubwa wa siku, pamoja na kijiko kimoja cha mafuta ya mzeituni au kiganja cha karanga. Yale mafuta mazuri yanaongeza ufyonzo kwa kiwango kikubwa. Meza ile asidi ya alpha lipoic asubuhi mapema kabisa kwenye tumbo pupu, angalau nusu saa kabla ya kula chochote. Na meza magnesium yako usiku kabla ya kulala. Hatua ya 6, ondoa vyakula vinavyochochea moto na mvumvumvu mwilini. Kama ilivyo kwenye njia nyingine, sukari, mafuta ya mbegu ya bei rahisi na unga mweupe uliosafishwa lazima viondolewe. Vitupe, vipeleke mbali na jiko lako. Badilisha na uanze kula vyakula vinavyopambana na mvumvumvu kama samaki wenye mafuta, mboga za majani zenye rangi iliyokolea, matunda madogo madogo, karanga na mafuta ya mzeituni. Hatua ya 7, ongeza nafuu ya papa hapo kwa kutumia madawa ya kupaka wakati uponyaji wa ndani ukiendelea. Paka mafuta maalum yanayotokana na pilipili maeneo yanayouma mara 3 kwa siku. Yatawasha sana wiki ya kwanza, lakini endelea kuyatumia. Fikia wiki ya pili, ule muwasho wa mafuta na yale maumivu yako ya neva yote yatapungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kemikali zinazopeleka maumivu kwenye ubongo zitakuwa zimekwisha. Hii ndiyo njia ya 3, Protofolio kamili iliyosheheni na yenye nguvu zaidi. Inagharimu pesa nyingi zaidi na inahitaji nidhamu kubwa, lakini wazee wengi wanaofuata njia hii wanaona mabadiliko makubwa sana ndani ya wiki 3 hadi 4 tu, na nafuu kubwa kabisa ndani ya wiki 8 hadi 12.
Labda hayatatoweka kabisa kwa 100%, lakini yatapungua kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba utaweza kulala usiku kucha. Yatapungua kiasi kwamba utaweza kutembea bila woga wa kuanguka. Yatapungua kiasi kwamba utapata maisha yako tena. Uharibifu wa neva sio wa kudumu. Maumivu yako sio kitu ambacho unapaswa tu kukikubali na kuishi nacho kama sehemu ya uzee wako. Hujamaliza chaguzi. Hapana. Ulihitaji tu taarifa sahihi na njia iliyo wazi ya kufuata. Na sasa unayo yote mawili mikononi mwako. Nataka kukuona ukiwa huna maumivu na unaishi maisha yenye heshima na furaha unayostahili kama mzee wetu. Chagua njia yako leo na uanze usiku wa leo. Neva zako zinasubiri kwa hamu msaada ambao kwa kweli zinauhitaji. Asanteni kwa kunisikiliza.